Leo tutaangalia kusudi la maisha. Kila mwanadamu alivyoumbwa duniani, kuna kusudi ambalo Mungu alimuumba ili aweze kulitimiza. Kuna tatizo au changamoto ambayo umeumbwa ili uweze kuja kulitatua katika ulimwengu huu. Kwa hiyo namna yoyote ambayo unajiona kuna jambo ambalo Mungu amelikusudia uweze kulifanya katika ulimwengu huu. Ukiweza kulijua hilo jambo, unaweza kulitimiza kwa urahisi sana kuliko ukiwa hujui ni nini ambacho Mungu amekuumba ukitimize katika dunia hii. Nabii Yeremia, Mungu alimuumba akamwandaa kuwa nabii wa mataifa kabla hata hajamweka tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo anakuja kuwekwa tumboni mwa mama yake ikiwa tayari kusudi lilishatengenezwa la Yeremia kuumbwa. Kwa hiyo kwa wanadamu wote tumeumbwa tukiwa tayari tumekwisha kutengenezewa kusudi ambalo tunapaswa kulitimiza katika ulimwengu huu. Kwa hiyo wewe namna ambavyo umeumbwa, jamii ambayo umewekwa, nchi ambayo umewekwa, familia ambayo umezaliwa, ni kwa sababu Mungu aliweka kusudi lake ndani yako, na njia ya wewe kufanikiwa kulifikia kusudi hilo ni mahali ambapo Mungu amekuweka, ni katika familia ambayo Mungu amekuweka, ni katika nchi ambayo Mungu amekuweka. Kwa hiyo hutakiwi kujilaumu kwamba labda Bongo bahati mbaya, lakini unatakiwa kujua kwamba hapo ulipo sasa ndiyo sehemu sahihi ambayo Mungu alikusudia wewe uanze kulitimiza kusudi lake katika ulimwengu huu. Unaweza ukajiuliza kwamba kusudi lako linaweza kuwa la namna gani? Kuna wakati ambao unahisi labda kuwa kusudi lako inawezekana labda kila mtu angekuwa mchungaji, labda kila mtu angekuwa anahubiri Injili, au kila mtu angekuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndilo kusudi kubwa ambalo wengi tunalifikiria, lakini utumishi wa Mungu pia uko kwa namna mbalimbali ambazo Mungu ameziamua kwa kila mmoja mmoja. Hata kuwa mwalimu tu ni sehemu pia ya kuweza kuwa kusudi la Mungu ambalo amekuumbia wewe, au kuwa daktari ni sehemu ambayo inawezekana kusudi ambalo Mungu alikuumba ili uweze kulitimiza. Sasa unatakiwa ujue kwamba ili liwe kusudi inapaswa kuwa ya kwamba kama ni mwalimu uwe na uniqueness au namna ambayo hakuna mwalimu mwingine anaweza akakufikia wewe, kwa namna ambavyo unaweza ukafanya jambo fulani. Kwa hiyo ile nafasi ambayo umepewa unatakiwa uwe na uniqueness ambayo tukisema kwamba leo ukaondolewa pale, hakuna mwingine anayeweza kaziba nafasi yako, kwa sababu wewe ndio uliyeumbwa kwa ajili ya hilo kusudi ambalo unalitimiza. Ukiwa ni daktari, inawezekana Mungu amekuumba kwa ajili ya gonjwa fulani ambalo wewe ndio unatakiwa ugundue dawa ya gonjwa hilo, au wewe ufanye jambo fulani katika nafasi yako ya udaktari. Kwa hiyo unapaswa ulijue kusudi lako kwa mahali ulipowekwa. Usipofanya hivyo, ujue kabisa kwamba hakuna mwanadamu mwingine ambaye anaweza akaja akagundua huo dawa ya huo ugonjwa ambao Mungu alikusudia wewe uweze kugundua. Unapaswa uligundue kusudi lako na ulitimize kusudi lako ili kusudi uweze kuisaidia jamii ambayo tunayo. Jiulize tu kwa sasa, ni jambo gani ambalo leo ukiondoka duniani watu watakukumbuka kupitia jambo hilo? Ni kitu gani ambacho umekifanya ambacho leo hii ikitokea ukafa watu watasema angekuwepo fulani, hili jambo lingekuwa vizuri. Kwa hiyo unapaswa ujue kwamba kama hamna kitu ambacho unaweza ukasema kwamba jamii inaweza ikakukumbuka kwa hicho, ujue una kazi kubwa ya kufanya ili kusudi uweze kulifikia kusudi ambalo lilifanya uumbwe. Rais wa awamu ya 5 ya Tanzania aliwahi kusema ya kwamba mtanikumbuka, kwa sababu kuna uniqueness ambayo Mungu alimpa ambayo wengine hawana, nao wamepewa vingine, lakini kuna kitu ambacho naye alikuwa amempa yeye ambacho alipaswa kukitimiza, ambacho wengi kinawafanya leo wanamkumbuka. Ukilijua kusudi ambalo Mungu amekuumba, utagundua ya kwamba unachohitaji sio kuwa na mke mweupe, kuwa na mke mwenye shepu, au kuwa na mke fulani hivi, lakini utajua kwamba unachohitaji ni mke ambaye anaweza kukusaidia kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Ukilitambua kusudi ambalo umeumbwa, utajua kwamba unachohitaji sio mme mrefu mweusi mwenye ndevu au mwenye Timberland, lakini utagundua ya kwamba unachohitaji wewe ni mume ambaye atakusaidia kulitimiza lile kusudi ambalo Mungu amekuumba uje ulifanye katika dunia hii. Yesu alipokuwepo duniani alionekana mpaka miaka 12, alafu kutokea 12 mpaka 30 hakuonekana tena, alafu akaja akalitimiza kusudi lake kuanzia miaka 30 mpaka 33, kwa muda wa miaka mitatu tu. Akawa serious na kusudi ambalo alikuwa ameletwa duniani kulifanya, akalimaliza ndani ya miaka mitatu akaondoka. Kwa hiyo pia ukilijua kusudi lako, una uwezo mkubwa wa kuweza kutunza muda
na kufanya kazi kulingana na muda ambao unapaswa kulitimiza kusudi lako. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu muhimu sana, usiogope.